अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah ta'ala ibn Salah Aziz anasema kwamba jalsa salana ya Uingereza itaanza wiki ijayo inshallah. Kwa fadhili za Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya kuhudhuria jalsa salana wageni wameshaanza kuja kutoka nchi mbalimbali, na jinsi siku za jalsa salana zinaendelea kuja karibu, wageni zaidi wataendelea kuja katika nchi zingine. Hivyo ndivyo katika miji mingine ya Uingereza pia wageni wataanza kuja kwa ajili ya kuhudhuria jalsa salana. Hawa wageni wanaokuja kwa ajili ya jalsa salana miongoni wa wanajumuiya, wapo wengine ambao si wanajumuiya, wao pia wanakuja kwa ajili ya kuhudhuria. Na katika wageni hawa, wageni wanakuja katika nchi zingine. Miongoni wa hawa wengine ni Waislamu, wengine sio Waislamu. Miongoni wa hawa wageni wapo wengine ambao ni viongozi wa serikali mbalimbali au maofisa au wataalamu mbalimbali wanakuja kuhudhuria jalsa salana. Hivyo ndivyo waandishi wa habari pia wanakuja, na idadi yao imezidi sana. Hawa wote ambao si Waislamu wanakuja kwenye jalsa salana, wao wanatuchunguza kwa makini sana, na kwa kawaida wao wanapata athari nzuri kwa kutuona na kwa kuona nidhamu yetu. Wao wanaathirika sana kwa kuona nidhamu yetu ya kujitolea, na hivi njia za mahubiri zinafunguliwa, na wao wanataka kujua zaidi kuhusu jumuiya kwa sababu ya kujua kuhusu nidhamu hii. Kwa hiyo wale wanaojitolea, kina mama, kina baba, watoto na wazee, wanafanya mahubiri kwa kimya kimya, na kwa kupitia mitambo ya kupaza sauti na waandishi wa habari, jumuiya inajulikana duniani kote. siku hizi
waandishi wa habari wanaelekea kwenye jumuiya kwa ajili ya kupata maoni ya jumuiya kuhusu matukio mbalimbali. Kwa mfano katika Ulaya matukio ya ugaidi yaliyotokea, wanajumuiya miongoni wa hawa walikuwa kina mama kina baba. Hawa wote walifanya juhudi ya kufikisha ujumbe wa Islam baada ya kutokea matukio haya ya ugaidi. Na vile vile press yetu pia ilifanya kazi nzuri sana, na wabashiri wetu walitoa interview. Mitambo ya kupaza sauti imejulisha jumuiya kwa sifa hii kwamba jumuiya hii ni jumuiya yenye amani na usalama. Kadiri matukio ya ugaidi yanaendelea kuzidi, jumuiya pia inaendelea kujulikana zaidi kwa sababu ya mafundisho yake ya usalama na amani. Kwa hiyo katika siku za jalsa salana pia Mwenyezi Mungu anafanya mpango wa kufikisha ujumbe wa Islam, na kwa kupitia mkutano wa mwaka Mungu anatupatia nafasi ya kufikisha ujumbe wa Islam. Katika mkutano wa mwaka, ikiwa kwa kupitia hutuba mbalimbali wanajumuiya wanapata maendeleo katika maisha yao ya kiroho, pamoja na hawa wanajumuiya wasiokuwa wanajumuiya na vile vile press media, kwa kusikiliza hutuba zetu pamoja na kusikiliza hutuba, wanapata athari nzuri kwa kuona mazingira ya jalsa salana, na vile vile wanapata athari nzuri kwa kuwaona watu wanaojitolea wakati wa mkutano wa mwaka, na wao wanashuhudia mafundisho sahihi ya dini tukufu ya Islam katika vitendo vya wanajumuiya wakati wa jalsa salana. Kwa hiyo hii ni njia nzuri sana ya mahubiri kwa ajili yetu. Basi wale wote wanaojitolea wakati wa mkutano wa mwaka, wao wanatoa mchango mkubwa sana katika kufikisha ujumbe. Wale wanaojitolea wao wana umuhimu wao, ingawa wanafanya katika uwanja gani, wawe yule ambaye ni mtu wa kawaida au ni officer, kila mmoja anatakiwa azingatie kitu hiki. Hata miongoni wa hawa ni mtoto mdogo ambaye anawapatia maji, yeye kwa sababu ya kujitolea kwake, ikiwa yeye upande mmoja anapata ridhaa ya Mwenyezi Mungu, upande mwingine yeye analeta athari nzuri juu ya wasiokuwa waislamu. Na hali yake wanaeleza wale wageni wanakuja kuhudhuria mkutano wa mwaka. Vile vile maofisa pia wanatakiwa wakumbuke wao wasione kwamba watu wanafanya kazi chini yao ni wahudumiaji wa jumuiya, bali wao wenyewe pia kwa kuwa wanyenyekevu sawa na wanajumuiya wa kawaida, wao pia wajitolee, wao wasionyeshe kwamba ni maofisa. Hawa viongozi na maofisa wanatakiwa watendee vizuri watu wanaofanya kazi chini yao na wale wahudhuriaji wa jalsa salana, na katika nyuso zao ionekane kwamba hawa watu ni wenye unyenyekevu. Ulimi wao onyeshe kwamba ni watu wenye hulka njema sana. Inatakiwa ikumbuke daima dawamu kwamba ukarimu ni idara muhimu sana.
na ukarimu wa wageni si kuwapatia chakula na kuwapatia maji au kuwapatia malazi watu. Hii si ukarimu wa wageni, bali kila idara ya jalsa salana inafanya kazi ya ukarimu wa wageni. Hata kama idara hii imepewa jina gani, lakini kila idara inatoa huduma kwa ajili ya wageni wote. Yeyote anayekuja kuhudhuria jalsa salana, yeye ni mgeni wetu. Kuzingatia mahitaji yake yote sawa na uwezo wetu, na kuzingatia mahitaji yake ni jukumu la kila mwanajumuiya anayejitolea. Ndiyo maana Sayyidina alayhi salatu wassalam ameeleza hali ya moyo wake sehemu mbalimbali, na nasahi za Sayyidina alayhi salatu wassalam ni mwelekeo kwa ajili yetu. Sayyidina alayhi salam alisema kwamba mimi na kuwa mwangalifu mgeni asipate shida. Ndiyo maana naendelea kusisitiza na kusihi kwamba wageni wapewe starehe. Amesema moyo wa mgeni unakuwa laini sana, na akipata madhara yote moyo unavunjika. Huzuru anasema tunatakiwa tukumbuke nasaha hii ya Sayyidina alayhi salatu wasalam. Sisi kwa kujilazimisha tunatakiwa tuwapatie starehe mgeni wetu, na tufanye juhudi ili yeye apate starehe. Na nasihi kila kiongozi wa idara, ikiwa yeye mwenyewe ni laini na yeye ni mwenye hulka njema na yeye ni mpole na yeye anafanya subra na yeye anakubali maneno makali dhidi yake, katika hali hii wasaidizi wake pia nategemea watendea wageni pia hivi sawa na viongozi wao, na kwa kufanya hivi wao wataleta mfano mzuri kwa ajili ya wageni wote. Lakini ikiwa inaonekana viongozi ni wakali sana na maneno yao ni makali sana na hawataki kusikiliza kwa makini malalamiko ya watu, basi katika hali hii manaibu wao na wasaidizi wao pia watakuwa na tabia ya aina hii. Basi kwa ajili ya kuthibitisha ukarimu wa wageni wa hali ya juu, kila kiongozi aendelee kuchunguza hali yake, na kila kiongozi anatakiwa awe mnyenyekevu wa hali ya juu. Hazur anasema kama nilivyosema hapo awali kwamba idara 2 au 3 si chini ya ukarimu wa wageni, bali kila idara ni idara ya ukarimu wa wageni wakati wa jalsa salana. Iwe idara ya kuwapatia malazi au kupikia chakula au kuwapatia chakula, au ni idara ya usafiri, au ni idara ya usafi ya bafu na vyoo, au ni idara ya madaktari ambao wanasaidia katika upande wa madawa, au watu wengine ambao wamepewa jukumu la kuimarisha nidhamu, au kuna idara ya ulinzi na vile vile idara zingine. Ilmuradi kila idara sawa na hali yake ni mwenye nyumba analazimika kuwapatia ukarimu wageni wazuri. Wale ambao wanafanya kazi ya malazi ya wageni, wao wanatakiwa wakumbuke katika mahema ya kina baba na kina mama wapatie magodoro na malazi mazuri. Ingawa siku hizi ni joto, lakini usiku mara moja inakuwa baridi au inaweza kuwa baridi sana. Na katika hadikatul mahdi mahali ambapo jalsa salana itafanywa kule inakuwa baridi zaidi kuliko London. Kwa hiyo wale watu ambao wanaoleta mahema yao, wanaleta magodoro na blanketi,
wanatakiwa wafanye mpango mzuri kwa ajili ya kulala usiku, na wale viongozi pia wajaribu kuwapatia malazi mazuri. Uzoefu wetu wa miaka 3 ni hii kwamba watu ambao wanaleta watoto wadogo kwa sababu ya kuwa na baridi wanapata shida usiku. Hivi ndivyo wale ambao wanapakua chakula, wanagawa chakula, wao ni watu ambao wanahusika moja kwa moja na wageni, na wakumbusha mara kwa mara, na wakumbusha kila wakati kwamba wakati wa kuwapatia chakula wageni wanalazimika kuzingatia hali ya mgeni, na wapatie nyama. Ikiwa mboga fulani haipatikani, basi wanatakiwa wajibu vizuri kwa maneno mazuri, ili mwingine asipate udhia kwa sababu ya maneno ya wenyeji. Mwaka huu chini ya nidhamu ya jalsa salana, masahani ya jalsa salana yamebadilishwa. Masahani yalikuwa yakitumiwa zamani, ilisemwa kwamba watu hawatakiwi wale chakula katika temperature fulani, kwa sababu ya hii chemical yenye madhara yanatoka na chakula chetu kinakuwa moto sana. Kwa hivyo ofisa wa jalsa salana mwaka huu amenionyesha masahani yatakayotumiwa mwaka huu. Masahani haya ni aina maalum. Kwa hiyo wale watu ambao watakaokula chakula, wao ikiwa wanaona kwamba plate nyembamba sana, wanaweza kutumia plate 2, lakini wao watumie masahani haya. Na wale ambao wanafanya kazi katika kugawa chakula, wao pia wanatakiwa wapate mwelekeo mzuri. Kisha Hazur anasema kwamba kuna nidhamu ya usafiri. Nidhamu hii pia ni muhimu sana, na mwaka huu kwa sababu ya kuegesha magari mbali katika ukumbi wa jalsa salana, mwaka huu mabasi yamepangwa kwa ajili ya kusafirisha wageni. Kwa hivyo nidhamu hii inatakiwa iboreshwe vizuri, ili watu waweze kufika katika ukumbi wa jalsa salana kwa wakati. Na wale wageni watakaokuja na magari yao, wao pia wazingatie kwamba wao labda wataegesha magari yao mbali katika ukumbi wa jalsa salana. Kwa hiyo wao watoke mapema nyumbani kwao ili waweze kufika mapema katika ukumbi wa jalsa. Hivyo ndivyo kuna idara zingine mbalimbali. Kila idara inatakiwa ijue jinsi ya kufanya kazi, na viongozi wapatie malezi mazuri, na kila mmoja anatakiwa afikirie namna gani anaweza kuwapatia wageni starehe. Idara ya khidmat khalq na idara ya ulinzi wanatakiwa wafanye kazi zaidi kwa hodari zaidi kuliko zamani kwa sababu ya hali ya dunia. Lakini pamoja na hii wanalazimika kuwaheshimu wageni wote, na kwa kuwaheshimu wageni wanatakiwa wafanye kazi hii ya ulinzi. Katika scanning na kucheki kadi kuanzia siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho, hawa viongozi wanatakiwa wawe waangalifu sana, waangalie vizuri kadi za kila mtu. Kila mtu atakapotoka nje, wakati anaporudi tena katika kumbi ya jalsa, inatakiwa kadi yake iangaliwe tena. Lakini pamoja na hii inatakiwa wao wasidhani kwamba wao wanachunguzwa zaidi kuliko wengine au wanatendewa vibaya zaidi kuliko wengine. Kwa hiyo mpango wote wa jalsa salana ni ule ambao tunafanya kwa ajili ya muda maalum, kwa ajili ya muda mfupi. Mimi najua kwamba kwa sababu ya kuwa mpango huu mfupi au kwa muda maalum, baadhi wakati makosa ya hapa na pale yanapatikana. Hata nidhamu inayokuwa ya imara au ya milele kule pia baadhi wakati makosa yanapatikana. Lakini sisi tunatakiwa tufanye juhudi sawa na uwezo wetu,
au kwa kutumia uwezo wetu wote ikiwa tunaweza kuwapatia starehe wageni wetu tuwapatie starehe. Hazur anasema kwamba kila anaihudhuria jalsa salana yeye ni mgeni wa sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam. Na kwa sababu ya kuwa mgeni wa sayyidina ahmad alayhi salatu wassalam sisi tutaona kwamba kila mgeni ni mgeni maalum kwa ajili yetu, na katika ukarimu wake sisi tutafanya juhudi sana ili apewe ukarimu mzuri. Ingawa chini ya nidhamu ya jalsa salana kuna idara moja ambayo ni idara ya kuangalia na kuchunguza kazi zote, wafanya kazi wa idara hii kwa kuchunguza idara zingine zote wanakumbusha uongozi wa jalsa salana, lakini kiongozi wa kila idara pia inatakiwa kwa ajili ya kuzingatia makosa yake yeye awapatie majukumu watu kadhaa ili wachunguze makosa yanapatikana katika idara ile, na wao kwa kuchunguza makosa yanayopatikana walete taarifa kwa kiongozi wake jioni. Hivi ikiwa wanafanya hivi wakati wa jalsa salana, na mwakani pia tutapata bahati ya kuboresha nidhamu ya jalsa salana. sayyidina alayhi salatu wassalam kwa kutukumbusha kuhusu hali hii alisema kiongozi wa chakula anatakiwa aendelee kuchunguza hali ya chakula, lakini kwa sababu yeye ni peke yake baadhi wakati yeye anaweza kukosea, baadhi wakati anaweza kughafilika kuhusu mambo kadhaa. Kwa hiyo mtu mwingine anatakiwa apewe jukumu la kumkumbusha. Hazur anasema kwa ajili ya kumkumbusha njia nzuri ni kwamba kiongozi mwenyewe ampatie mtu mwingine majukumu ya kuchunguza makosa yanapatikana katika idara yake, na watu wote wanatakiwa wapewe ukarimu sawa, wawe matajiri au maskini. sayyidina alayhi salatu wassalam kwa ajili ya kutuelekeza alitukumbusha kuhusu mambo madogo madogo, na alitufundisha namna gani tunaweza kuwapatia ukarimu vizuri wageni wetu. sayyidina alayhi salatu wassalam alisema kwamba wale wageni ambao hawajui kuhusu jumuiya, Hazur anasema watu wageni wengine wa aina hii wanakuja katika mkutano mwaka hapa pia. sayyidina alayhi salatu alisema kwamba hii ni jukumu letu kwamba sisi tuzingatie mahitaji yao yote. Baadhi wakati mtu hajui choo kiko wapi, na ikiwa yeye anakuwa na hali ya aina hii basi anapata shida sana. Kwa hivyo hii ni muhimu sana sisi tuwe waangalifu sana kuhusu mahitaji ya wageni wetu. sayyidina alayhi salam alisema wale watu ambao wanapewa majukumu ya kufanya kazi ya aina hii ni jukumu lao kwamba wao wasiwapatie wageni walete malalamiko, kwa sababu wageni hawa wanakuja kwa mbali sana na wanakuja kwa moyo safi kwa ajili ya kutafuta haki. Hazur anasema kwamba wanajumuiya pia walipewa majukumu, walikumbushwa kuhusu majukumu yao kwa ajili ya wageni ambao ni wageni wanajumuiya. Hazur anasema kama nilivyosema, waandishi wa habari wanakuja kuhudhuria jalsa salana, wao wanachunguza amali zetu pia. Basi kila anayejitolea anatakiwa awe na hulka ya hali ya juu. Kisha wakati fulani sayyidina alayhi salam alisema sawa na maoni yangu,
ikiwa mgeni anakuja na anatutukana, sisi tunatakiwa tuonyeshe subra dhidi ya tabia yake hii. Hazur anasema basi ikiwa mgeni anakuwa mkali, tunatakiwa tuonyeshe subra, wawe wageni wanajumuia wasiku wanajumuia. Mtu mmoja ambaye alieleza hali ya ukarimu wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, yeye alieleza hali yake hivi kuwa Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa akifuata nyayo za Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ukarimu wa wageni. Anasema wale watu waliopata bahati ya kukaa na Sayyidina alayhi salatu wasalam, wao wanajua vizuri sana ukarimu uwe kwa ajili ya wanajumuia wasiku wanajumuia. Na ikiwa mageni walikuwa wakipata madhara yoyote, wao wanajumuia wasiku wanajumuia, Sayyidina alayhi salam kwa sababu hii alikuwa akikosa utulivu. Na kwa ajili ya wanajumuia Sayyidina alayhi salatu wasalam alikuwa na mapenzi sana ili wapewe ukarimu vizuri. Basi tunatakiwa tuwe na mapenzi haya kwa ajili ya wageni wote wanakuja kuhudhuria jalsa salana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuhusu umuhimu wa mgeni ametusihi nini kuhusu hii. Kuna riwaya moja, katika riwaya hii inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema kwa ajili ya kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira, mtu anatakiwa afanye mambo matatu. Jambo la kwanza ni kwamba mtu aseme maneno mazuri au akae kimya, na la pili ni kwamba aheshimu jirani yake, na tatu ni kwamba muheshimu mgeni wenu. Basi heshima ya mgeni ni katika sharti ya kumwamini Mwenyezi Mungu na siku ya akhira. Na pamoja na hii kuna masharti mengine pia, au kwa ajili ya imani ya hali ya juu ya muaminio. Sharti moja ni kwamba awe mwenye kuwapatia wageni ukarimu. Kuhusu ukarimu wa wageni nieleze hii pia. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya alikuwa akizingatia hali ya dini ya watu na vile vile tabia zao pia. Katika riwaya moja inapatikana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalisha wageni, na sawa na hamu ya wageni aliwatuma miskitini ili walale, na asubuhi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaamsha wageni wote. Kwa hiyo idara ya tarbiyat wakati wa jalsa salana ilianzishwa kwa ajili ya hii, ili waendelee kuwakumbusha wageni kwa ajili ya swala, na vile vile waamshe wageni kwa ajili ya swala ya tahajjud. Lakini wanatakiwa wafanye kazi hii kwa upole na kwa heshima. Hazur anasema haya ni mambo machache niliyosema kuhusu wageni. Mwenyezi Mungu awajalie wafanya kazi wote waweze kuwahudumia wageni wa Sayyidina alayhi salatu wasalam kwa njia nzuri. Baada ya swala nitaswalisha jeneza mbili ghaibu. Jeneza ya kwanza ni bwana Sayyid Muhammad Ahmad Saheb, mtoto wa Amir Muhammad Ismail Saheb, tarehe 13 wa Julai katika umri ya miaka 92 alifariki katika mji wa Lahore. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mtoto mkubwa wa Dr. Mir Muhammad Ismail Saheb, na Amajan alikuwa shemeji yake, shangazi yake. Alimoa binti wa Mirza Bashir Ahmad Saheb. Kwa hivyo alikuwa mtoto mkwe wa Mirza Bashir Ahmad Saheb. Mir Muhammad Ismail Saheb aliwa wake wawili. Mke wa kwanza alikuwa Shauku Sultan na aliwa 1906, lakini hakupata mtoto, na nikaa ya pili ilikuwa 1917. alimuoa binti wa muhasi wa Sadr Anjuman Ahmadiyya.
kutoka kwake watoto wa kiume 7 na mabinti 3 walizaliwa. Mir Muhammad Ahmed Saheb alipata ushindi katika imtihani ya matric 1939 katika Qadian. kisha katika Government College Lahore alishinda imtihani ya BSc 1943 katika Royal Indian Air Force. alianza kufanya kazi mke wake Amatul Latif ni binti wa Mirza Bashir Ahmed Saheb. Marehemu ana watoto wa kiume 3 na binti moja. Mtoto wake moja ni Sadar wa Hartlepur, binti yake ni moja Dr. Aisha anaishi Marekani. Katika vita mbili ya mataifa ye mwenyewe aliandika hali yake. Alikuwa akiendesha ndege na yeye alishiriki katika vita upande wa Uingereza na aliwahi kufanya crash landing mara 2. ndege iliharibika lakini yeye mwenyewe alisalimika. 1947 alihamishiwa katika civil aviation. kule aliendelea kutoa huduma zake. 1947 hali ilikuwa si nzuri. Yeye hakuweza kushiriki jeneza ya baba yake, na baada ya jeneza alifika Qadian. Marehemu alipokuwa katika Air Force, wakati Pakistan ilipopatikana, Hazrat Muslim alinunua ndege 2 ndogo. Wakati ule pilot alikuwa anahitajika. Anasema mimi nilipata ujumbe kwamba nije mara moja nikutane na halifa mtukufu, kwa hiyo akaenda Qadian. Alipofika kule ili amuliwa kwamba Mr. Nasr Ahmed Saheb atakuwa kiongozi wa ndege na yeye marehemu atafanya kazi chini yake. Wakati ule yeye aliendelea kufikisha mzigo kule Pakistan kutoka India. Yeye ameandika tukio moja ambayo ni yenye historia. Anasema kwamba siku moja asubuhi Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu aliniita katika kasri khilafat ofisini na akasema kwamba mimi nakupatia leo kitu chenye thamani sana, unatakiwa upeleke kitu hiki Lahore na unatakiwa umpatie Mirza Bashir Ahmed Saheb. Na unalazimika kumsihi Sheikh Saheb pia kuhusu kulinda kitu hiki, na unatakiwa umkabidhi kitu hiki na uchukue receipt na kisha unipatie receipt. Mir Saheb anasema mimi nikapata wazo kwamba labda Hadhrat Muslim Maud atanipatia hazina ya jumuiya au atanipatia boksi ya dhahabu, lakini baadaye kidogo Hadhrat Muslim Maud akainuka katika mahala pake na akanipatia begi moja, na ilikuwa begi zamani sana na ilikuwa imejaa na makaratasi. Hadhrat Muslim Maud akaweka begi mbele yangu na akasema kwamba tafsiri ya Qur'an tukufu kadhaa imeshachapwa lakini sehemu kubwa bado haijachapwa. Sasa Muslim Maud akasema kwamba mimi nataka niandike sehemu kubwa ya tafsiri kwa sababu nataka nimalize tafsiri ya Qur'an tukufu. Kwa hiyo ni hali yangu ni kwamba usiku na mchana wakati wowote ikiwa napata maana ya tafsiri ya aya ya Qur'an tukufu, basi mara moja mimi naandika point ile katika karatasi na hifadhi ili niweze kutumia baadaye tafsiri hii.
kisha akasema kwamba si lazima kwamba notes hizi ni taratibu, lakini hii ni hazina kubwa sana kwa ajili yangu. Mir sahab anasema mimi nikachukua begi ile kutoka kwa huzur na nikapeleka Lahore kwa njia ya ndege, na mimi nikamwita Sheikh Bashir Ahmed Saheb na nikampatia begi ile na nikachukua risiti ya kupokea begi. Tukio hili ni ndefu sana, huzur anasema. Kwa hii hili ni tukio la historia katika jumuiya kuhusu kazi alipewa kutoka kwa Hadhrat Muslim Maud ya tafsiri ya Qur'an tukufu aliyopeleka Lahore 1950. Hadhrat Muslim Maud alimwambia unaweza kurudi katika Air Force kule. Mpaka 1965 alitoa huduma zake katika Air Force na alifika mpaka cheo cha wing commander. Alifanya course mbalimbali, hata katika England pia alifanya course fulani. 1960 katika Quetta alitoa huduma zake. Aliwahi kuwa in charge wa award planning. 1953 alipokuja hapa Uingereza kwa ajili ya kufanya kozi fulani. Wakati ule Chaudhry Zahur Bajwa Sawa alikuwa mbashiri hapa. Anasema baada ya kumaliza kozi yangu, nilipokuwa karibu kuondoka, mimi nikaanza kukaa pamoja na Bashiri Bajwa Saheb. Wakati ule nilipata nafasi ya kukutana na Captain Douglas Saheb kwa kumpitia Bajwa Saheb. Anasema mimi nilimwendea Captain Douglas nikamuuliza kuhusu kesi ya Sayyidina alayhi salatu wassalam ilikuwa dhidi yake. Douglas akasema mimi nilikuwa deputy commissioner wakati ule wa Gurdaspur. Anasema kabla ya kesi hii miaka kadhaa iliyopita kuna tukio fulani nataka kuambia kuhusu tukio lile. Huyu bana Captain Douglas anasema alisema wakati ule nilikuwa assistant commissioner wa Batala. Siku moja nilikuwa narudi Batala kutoka Amritsar. Mimi nilikuwa katika first class na safiri katika first class. Kabla ya kuondoka kutoka Amritsar, anasema nikapata ujumbe kutoka assistant commissioner wa Gurdaspur kwamba mnataka kuzungumza nawe, kwa hiyo nitakutana naye katika stationi. Captain Douglas anasema train ilipofika Batala, assistant commissioner alikuwa hayupo kule stationi. Mimi nilifikiria labda atakuwa ananitafuta katika training. Nikatoka nje ya gari na nikaanza kutembea kwa mbio sana kule stationi. Captain Douglas akasema mimi nilipokuwa natembea katika stationi nakuta kwamba mtu mmoja anakuja kwa mbele yangu. Uso wake ni yenye nuru sana. Katika uso wake ulikuwa mvuto kiasi hiki kwamba mimi nilishangaa sana kwa kuona uso wake. Na yule mtu alikuwa hajali kuhusu dunia. Yule mtu alikuwa anatembea pole pole. Mimi sikuweza kuangalia kitu kingine baada ya kumuona uso wake. Kwa hiyo niliendelea kuona uso wake. Yule mtu akapita karibu nami. Hata mimi niliendelea kumuona katika hali hii, na mimi nikaanza kutembea upande wa Sayyidina alayhi salatu wassalam, yani kwa ajili ya kumuona Sayyidina alayhi salatu wassalam. Yeye alianza kurudi tena na kutembea pamoja na Sayyidina alayhi salatu wassalam ili aweze kumuona Sayyidina alayhi salam. Na wakati ule assistant master wa station yeye pia akaja pale, lakini
yeye hakuniona. Kwa hiyo sisi tuligombana. Yule station master akaanza kuniomba msamaha, lakini nikamwambia si kosa lako. Nikamuuliza huyu mtu ambaye anatembea hapa ni nani? Yule station master akasema wewe hujui huyu ni nani? Huyu ni Mirza Sahib wa Qadian. Anasema mimi nilikuwa na hali aina fulani kwa sababu ya kuona uso wa Sayyidina alayhi salatu wasalam, na athari ya nuru ile ilikuwa juu yangu kwa muda mrefu sana. Baada ya polepole mimi nilisahau. Anasema Captain Douglas kwamba mimi nilipoteuliwa kuwa hakimu, kesi ya Sayyidina alayhi salam ilipoletwa kwangu, wakati ule niliona faili imetayarishwa vizuri na kesi imetayarishwa vizuri sana, na mimi niliona lazima nitamwadhibu yule ambaye aliyelaumiwa. Lakini niliposoma kwamba yule aliyelaumiwa ni Mirza Ghulam Ahmad Qadian, mimi nilishangaa sana. Mimi nikakumbuka tukio lile lilitokea katika stesheni. Mimi nilikuwa si tayari kukubali kwamba uso niliona katika stesheni miaka kadhaa iliyopita, yeye anaweza kufanya kazi ya aina hiyo, anaweza kufikiria afanye kitendo cha aina hiki. Kwa mimi nikapata wasiwasi sana, na mara chungu mzima nilisoma faili ili nitoe kosa, lakini sikupata kosa. Katika hali hii DSP, nilimuita DSP katika ofisi yangu ili niweze kushauriana naye kuhusu kesi hii. Nikamuuliza DSP kwamba je, huyu bwana Abdul Hamid ambaye aliyemlaumu Sayyidina alayhi salatu wasalam kwamba yeye alitumwa na Sayyidina alayhi salam kwa ajili ya kumua Martin Kalar, nikamuuliza kwamba Abdul Hamid anaishi katika church au polisi. Kwa kusikia swali langu DSP alishangaa, kwa sababu polisi ilifanya kosa kubwa sana. Polisi haikumshika Abdul Hamid, bali yule Abdul Hamid aliendelea kukaa kanisani. Kwa DSP yule akaondoka, akasema nitakuja baada kidogo. Baadaye DSP aliporudi akasema kwamba sisi tumekosea, sisi tulimruhusu Abdul Hamid aendelee kukaa kanisani, sasa sisi tumemkamata na yule amekubali kwamba kesi hii ni uongo, na mimi nilifanya kesi hii kwa ajili ya kupata fedha kutoka kanisa. Kwa hiyo Douglas anasema kwamba baada ya kusikiliza ushahidi wote nikamwacha huru Mirza Sahib. Baada ya kutoa umuzi nikamwambia Mirza Sahib kwamba ikiwa wewe unataka unaweza kufanya kesi dhidi ya hawa waliokulaumu. Lakini Mirza Sahib akasema hapana, kesi yetu ipo kwa Mwenyezi Mungu, mimi sitaki mali yoyote. Haya yalikuwa matukio mawili ya marehemu. Ya kwanza ni kuleta mzigo wa Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu, na la pili ilikuwa kuhusu Captain Douglas. Marehemu alikuwa mtoto wa Dr. Mir Muhammad Ismail Saheb. Alikuwa member wa kamati ya uhalifa wakati wa uchaguzi wa halifa watatu wa 4 na 5. Alishiriki katika uchaguzi, na yeye alisema kwamba wakati wa uchaguzi wa uhalifa hali ilipatikana, hali ile inathibitisha kwamba uhalifa unakuja kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati mtu anafikiria maoni mengine, lakini Mungu anatia mioyoni mwetu kwamba tumchague nani. Alikuwa mtu mwema sana, na vile vile alikuwa mtu wa kufanya maombi sana. Binti yake anaandika kuhusu mapenzi yake na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baba alikuwa akimpenda sana Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alikuwa akinisihi kwamba uheshimu heshima ya Mwenyezi Mungu. Kisha anaandika binti yake alikuwa akisoma kuhusu maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kwa kusoma alikuwa akilia.
alikuwa akieleza matukio mbalimbali ya maisha ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika mambo ya dunia, iwe jambo la kuogelea au kazi yoyote, kila wakati yeye alikuwa akimkumbuka Mwenyezi Mungu. Alikuwa baba mpole sana na aliwaangalia watoto wote. Aliendelea kuwapatia nasaha watoto kwamba wao wajenge mahusiano mazuri na uhalifa. Yeye mwenyewe pia alijenga mahusiano mazuri. Baada ya kuchaguliwa kwangu khalifa, yeye alijenga mahusiano haya mazuri sana. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi, amghufirie na awajalie watoto wake waweze kuendelea na mema yake. Amin. Jeneza ya pili ni ya Bi Mahmuda Begum Sahiba, mke wa Chaudhry Muhammad Siddiq Sahib Bhatti. ambaye ni mama wa Asghar Bhatti Sahib. Tarehe 16 wa Julai katika umri wa miaka 73 alifariki. na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jumuiya ilipatikana katika familia yake 1928 wakati babu yake alipojiunga na jumuiya. Mtoto wake anaandika kwamba mama aliishi maisha mzuri, aliishi maisha yake yote kwa subra sana, kwa maombi sana. Alikuwa akipenda sana uhalifa, alikuwa akishiriki katika kazi zote za jumuiya, alikuwa akiishi maisha ya kawaida, alikuwa akipenda sana Qur'ani tukufu. Asubuhi saa 9 alikuwa akiamka kwa ajili ya sala ya tahajjud, na alisema mimi nilianza kusali tahajjud kabla ya kuolewa kwangu, na mimi sikumbuki kwamba niliacha kusali sala ya tahajjud katika maisha yangu. Yeye baada ya chakula cha asubuhi alikuwa akiswali swala ya ishraq. Mume wake aliwahi kuwa sadar wa jumuiya miaka 28. Katika muda huu wote wageni wote walikuwa wakija, aliwapatia ukarimu. Mtoto wake anaandika kwamba tulikuwa si watu matajiri sana, lakini mama katika hali hii alikuwa akiwasaidia watu wanyonge maskini, na alipokuwa akipata shida yoyote katika maisha alikuwa akiswali swala. Aliwasomesha watoto wake kwa ajili ya elimu ya watoto. Aliuza dhahabu yake. Wazazi wake walifariki na ndugu zake walifariki, lakini alionyesha subra sana, hakuleta malalamiko yoyote. Vile vile wajukuu wake wawili pia walifariki, lakini alionyesha subra. Marehemu alikuwa Musia, ameacha mume, mabinti wawili na watoto wa kiume 6. Kama nilivyosema, mtoto wake mmoja Asghar al-Bhatti ni mbashiri wetu, anaitumikia jumuiya katika Niger, na yeye kwa sababu ya majukumu yake hakuweza kushiriki jeneza ya mama yake. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema huko peponi. Mungu apokee maombi yake alifanya kwa ajili ya watoto wake. Watoto wake pia waendelee kuendeleza mema zake. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله.
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر